Shalom, 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 mwana wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana wetu na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana amenipa neema leo nikuletee ujumbe huu ambao mtumishi wa Mungu Paulo aliona miaka 2000 takriban imepita, alipoona kizazi ambacho kitakuwa kikijifunza siku zote lakini hakitaelewa. Paulo anasemaje? Paulo anasema katika Timotheo wa pili sura yake ni ya 3. Mstari wake tukianzia mstari wa 4. Tuanzie mstari wa 5. Wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Kwa maana katika hao wamo wale wajingizao katika nyumba ya watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Mstari wa 7. Wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa ile kweli. Mungu wetu na Baba yetu ndiye mwema na mwaminifu. Natamani sana msikilizaji huyu anayesikiliza channel hii, ikiwa ni mara yake ya kwanza au amekuwa akinisikiliza, umpe moyo wa kuelewa. Umpe moyo wa kuelewa na masikio ya kusikia na macho ya kuona, aweze kuona nyakati hizo nazo na kusikia kusudi lako ambalo Bwana unatamani watoto wako tuweze kulijua katika jina la Yesu. Naondoa moyo wa jiwe, moyo wa kiburi, moyo wa kutokuelewa, ukashindwe katika jina la Yesu. Ninaomba haya na kuamini. Amen. Mwana wa Mungu, nisikilize. Kuelewa ni kujaliwa, kusikia ni kujaliwa, na kuona ni kujaliwa. Ukisoma Kumbukumbu la Torati ile sura ya 29 mstari wa 4, Biblia inasema, kwa hiyo Mungu hakuwapa moyo wa kujua, hakuwapa macho ya kuona na masikio ya kusikia hata hivi leo. Ukisoma pale chini utaangalia Mungu alitenda miujiza mingi kwa wana wa Israeli, alifanya mambo makubwa sana, lakini Biblia inasema hakuwapa moyo wa kujua, macho ya kuona na masikio ya kusikia. Kuna watu ambao mambo yatatendeka mengi sana lakini hata muona Mungu. Kuna mambo ambayo yatatendeka, Mungu atasema naye lakini hata sikiza kama ni Mungu anayezungumza naye. Hataona kama ni Bwana anasema naye. Hataweza kuhisi chochote kwamba ni Mungu anayezungumza naye. Kwa nini? Hana macho ya kuona, hana masikio ya kusikia, wala moyo wa kujua. Na hawezi kujua kusudi lote la Bwana kwa sababu hawezi akafahamu chochote. Na ndio maana kwambie kwamba hii ni mbegu kabisa ambayo inapandwa ndani ya mtu ili asiweze kuelewa, ili asiweze kusikia, ili asiweze kuona. Lakini wako wengine ambao wanapewa moyo wa kujua, moyo wa kuelewa, moyo wa kujua, moyo wa kuelewa, masikio ya kusikia na macho ya kuona. Ni maombi yangu kwamba Bwana akupe moyo wa kujua, masikio ya kusikia na akupe macho ya kuona, hasa katika nyakati hizi na majira tulizo nazo, ili Bwana kusaidie na akupe neema katika nyakati hizi tulizo nazo. Mtumishi wa Mungu Paulo katika Roho akasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Sikiza, nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano, sikiza sasa, hapo ndo tunafika, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Kwa maana katika hao wamo wale wajingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Lakini mstari wa 7, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Mwana wa Mungu, nisikilize. Unaweza kusikia neno lakini usielewe. Kwa nini? Biblia inasema watu hawa mioyo yao ni nini? Ni mizito. Mungu anaweza kafumba macho ya watu na masikio ya watu, kama nilivyokuambia katika Kumbukumbu la Torati 29 na mstari wa 4. Unakumbuka wale vijana wa Emau waliokuwa wanakwenda Emau, Mungu aliwafumba wasimuone na wasimtambue mpaka alipokuja kumega mkate. Ndipo akatambua, mbona mioyo yetu haikuwaka? Moyo hauwezi ukawaka kama umefumbwa. Macho hizi akaona kama amefumbwa, masikio hizi akasikia kama amefumbwa, ni mpaka yafunguliwe. Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe. Sikiliza, Balaam hakuweza kumuona Yesu Kristo. Hakuweza kumuona malaika.
yeye alikuwa na wazo tu kwenda kupata fedha, kwenda kupiga hela. Hakuweza kumuona malaika. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini tunaona punda alipewa macho ya kuona, akamuona malaika. Lakini Balaam hakumuona malaika. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hekima hii tunayohubiri imefichwa, imestirika. Kwa wenye akili za dunia, maarifa ya dunia, ma PhD, ma doctorate, usipokaa kwa unyenyekevu na kuweza kusikiliza, kwa sababu mambo ya Mungu yamefichwa katika unyenyekevu. Hayapo katika ukudhani na kodhani. Mambo ya Mungu hayako katika hivyo unavyofikiri. Mambo ya Mungu hayako kwenye ustaarabu na uona wewe. Hayako kwenye usasu na uona wewe. Mambo ya Mungu yamkini nafikiri utayaona kwenye vitu vikubwa. Sikiliza, mambo ya Mungu wakati mwingine hayaonekana hata kwa watumishi wakubwa na waona hao, unawajua kwa majina. Mambo ya Mungu au Mungu halisi huenda anatumia watu ambao wewe huwadhani kama ni wachungaji wakubwa. Wengine huenda ni wachungaji wadogo, hawana hata majina. Hao ndo Mungu na hao ndo wako na Mungu hao. Mambo ya Mungu unaweza kufikiri kwamba ni kwenye makanisa mazuri au watumishi wakubwa wenye vitabu. Sikiliza, mambo ya Mungu yako hivyo. Ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu akafurahi katika roho. Akasema, nakushukuru Baba Mungu wa mbingu na nchi, ambao mambo haya uliwaficha wenye akili na hekima za dunia hii, ukawafunulia watoto wachanga, maana ndivyo ilivyokupendeza. Mambo ya Mungu yamefichwa kwa baadhi ya watu, kwa sababu wanafikiri mambo ya Mungu yanapatikana kama wanavyofikiri wao. Kumbe mambo ya Mungu yanapatikana kwenye vitu vilivyozalaulika, vitu vya kawaida sana, vitu vinyonge sana, kama vile ambavyo punda aliweza kumuona malaika, lakini mtumishi Balaam hakuweza kumuona. Kwa hiyo mtu asiye na uwezo wa kufahamu na kusikia na kuona hawezi kuelewa jambo hilo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Ndio maana tutaangalia, anasema wakijifunza siku zote, lakini wasiweze kufikia ujuzi wa ile kweli. Kwa nini wasiweze kujifikia ujuzi wa ile kweli? Hebu angalia, hapa ndipo kuna tatizo kweli kweli. Hapa ndipo kuna tatizo. Watakuwa wanasoma Biblia, tena wengine watasema tumesoma Biblia mwanzo mpaka mwisho, mwanzo mpaka Ufunuo. Wamesoma, na kanisani wanaenda na Biblia, na kanisani wanaenda na notebook, na wanaandika notes. Lakini hao ukiwahubiria kitu kile kile kwenye Biblia, wataambia hichi ni kipya. Dini yetu, dhehebu letu halina hichi kitu. Unasemaje? Umekitoa wapi? Hayo ni Torati. Hayo ni mambo ya zamani. Kwa nini? Wakijifunza siku zote, lakini wasiweze kufikia ujuzi wa ile kweli. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini? Mbegu ya shetani haiwezi kuelewa. Narudia tena. Mbegu ya shetani haiwezi kuelewa. Na kama shetani akielewa neno la Mungu, basi ataokoka. Na shetani akiokoka ataenda mbinguni. Ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Mahali pake hapakuonekana kabisa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo tupo katika kipindi ambacho shetani anapingana sana na ukweli, kama ilivyokuwa kina Dasani na Kora. Utaangalia hapa walivyopingana na Musa. Nitaendelea hapo chini kusomea, ambapo mtumishi wa Mungu Paulo aliona katika roho, aliona miaka ijayo, aliona miaka ya mbele. Kuna watu watainuka kama akina Yane na Yamble, watakaopingana na kweli kama vile walivyopingana na Musa kipindi kile, na kuna watu watainuka nyakati hizi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa tupo katika kipindi hiki ambacho tunashindana na kina Yane na Yambre, kwa sababu hawezi kuingia. Sikiliza, Biblia inasema watu hawa wana mfano wa utaua. Wana mfano nini? Wa utaua. Wanaenda kanisani, wanasoma Biblia, tena wanasoma hata kuzidi. Watu wengine wanaimba kwaya, wanasifu. Biblia inasema wakijifunza siku zote, lakini wasiweze kufikia ujuzi wa ile kweli. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wana mfano wa utaua, wana mfano wa utakatifu, wana mfano wa wokovu, wana mfano wa haki. Na wanatenda sawasawa pengine na hata kuliko unavyofikiri. Lakini Biblia inasema wanakataa nguvu za Mungu kupitia nini? Matendo yao. Hawa nao Biblia inasema ujiepushe nao. Wakimbie. Kwa nini? Wana mfano wa utaua, wanamkana Mungu kupitia matendo yao, wanamkana Mungu kupitia maisha yao, wanamkana Mungu kupitia namna wanavyoishi. Biblia inasema hawa jiepushe nao, hawa wakimbie. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu nini? Anasema hao watu watakuwa wanajifunza siku zote. Watakuwa wanajifunza siku zote, lakini wasiweze kufikia ujuzi wa ile kweli.
wanajifunza siku zote, wanafanya kazi ya Bwana, lakini wana mfano wa utauwa, wana mfano wa utakatifu, wana mfano wa kumcha Bwana, wana mfano wa ibada. Kwa watakuwa na mfano wa wokovu, lakini wanakataa nguvu za nani? Za Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema na watajiingiza kwa siri. Msikiza ile fungu. Na akisema, anasema hivi, anasema mstari wa 8, na kama vile Yane na Yambule walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na. Acha turudi pale kwenye mstari wa 5. Anasema kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Hebu angalia hapa. Biblia inaita wanawake wajinga. Kwa nini Biblia inasema wanawake wajinga? Sikiliza, hizi ni siku za mwisho ambazo waathirika wakubwa, kundi kubwa la waathirika katika nyakati hizi ni wanawake. Ambao nasema kwanza ameeleza kwamba wakijifunza siku zote wasiweze kufikia ujuzi wa ile kweli. Tunapoongelea ujuzi wa ile kweli, huu ni ufanisi, au tunaweza tukasema ni kukifanya kitu kwa utashi wote, kwa kudhamiria kutoka ndani. Okay. Huu ni tunasema mtu anaweza akafanya jambo lakini akiwa hana ujuzi, na hilo jambo litakuwa ni kituko au litakuwa ni hasara kwake. Bwana apewe sifa. Hawa watu hawamfuati Kristo kwa nia ya dhati, yani kutoka moyoni. Wana nia zao wenyewe. Haleluya. Na Biblia inasema wakiingia nyumba za watu na kuchukua wanawake wenye mizigo ya dhambi. Na Biblia inasema wanawake wajinga. Sasa kwa nini nasema wanawake wajinga? Wanawake ndio waathirika wakubwa wa wimbi hilo la nyakati hizi ambazo zilitabiriwa. Ni wimbi gani? Lenye mfano wa utauwa. Narudia tena.